Naitwa Richard Mwaikenda kutoka blogu ya Taifa CCM na kamanda wa Matukio Online TV. Mimi hili swali nitaka nianze kwa upande wa umeeleza, lakini lile ambalo nataka kuuliza hivi sasa liko nje kidogo ya imada, lakini ni sehemu ambayo ni sehemu ya inayoingiza mapato mengi katika pato la taifa. Ni swala ambalo hivi sasa kuna sintofahamu ambayo imeenea kwa kasi kwamba uwanja wa taifa umefungwa. Sasa na hapa yupo katibu mkuu wa wizara husika na msemaji mkuu wa serikali. Nilikuwa naomba kabla hajaondoka, kwa sababu amesema anaondoka, basi hebu tuondolee wasiwasi huo, ni kweli umefungwa au haujafungwa? Asante sana. Umechomekea. Kuna mtu ana swali tena kwa msemaji au? Jamani, mbona mnataka kuhamisha ajenda? Kwa upendeleo nadhani tutamuomba katibu mkuu ajibu hilo swali, alafu tuendelee na maswali ya kamishna jenerali. Chukua na hiyo moja kabisa kwa niaba yetu. Tunazungumza TRA leo, acheni mambo yenu. Sawa. Maswali ya dabi hapa. Kwa majina naitwa James Bunuma, natoka Clouds. Mimi swali langu ni kwamba tunafahamu mchezo wa dabi umeahirishwa na kuna timu ilikimbia. Sasa nataka kufahamu kama serikali msimamo wa serikali ni upi? Wajibu haraka haraka. Sikizeni nyinyi, acheni kuhamisha mjadala. Leo tunazungumza ukusanyaji wa kodi. Maana yake hao wazamaradi ukiwaachia wataendelea kuuliza maswali ya dabi hapa. Ni hivi, kwanza mambo ya dabi kaulizeni TFF. Wao ndio wanaosimamia ligi na serikali tuna mipaka kwenye mambo ya michezo. Hatutakiwi tuingilie mambo ya michezo. Kwa hiyo wana taratibu zao, wana bodi ya ligi. Tumeguswa, simesikia tulitaka kuzindua kampeni ya uhamasishaji ulipaji kodi kupitia TRA siku ya dabi. Kwa hata serikali pia tumepata hasara kwa dabi ile kuto kufanyika. Lakini hayo mkawaulize TRA. Sasa angalau TFF, nina maana ya TFF. Sasa hili moja ambalo umeuliza Mwaikenda nafikiri. Sasa ni hivi ndugu zangu, ni kweli leo tumeamka na hiyo taarifa kwamba CAF wameufunga uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ya dosari za kwenye eneo la kuchezea, yani kwenye pitch. Tumeipokea ile taarifa. Ukaguzi wa CAF ulifanyika kama wiki 2 au zaidi zilizopita. Na ule ukaguzi ulifanyika baada ya mechi ya Simba na Azam. Kumbukeni, sisi uwanja tulishautangaza kuufunga kwa ajili ya kupisha ukarabati. Lakini hizi mechi zinakuwa na mashabiki wengi na kuna mambo mengi ya kiusalama na nini. TFF wakaja kutuomba, tunaomba tutumie uwanja. Siku wamekuja wale, uwanja ule ulikuwa umekatwa nyasi mpaka chini kabisa. Kwa wachezaji walipokuwa wanacheza, na unajua hizi mechi zina pressure, uwanja ukaenda unachimbika baadhi ya maeneo. Wakaguzi wa CAF walikuwepo. Wakatuambia hakikisheni mnarekebisha, na wakataka mashine za kurekebishia pichi wazione. Zile mashine sisi wakati huo ziko njiani, zinatoka kwa mtengenezaji China zinakuja Tanzania. Zimefika wiki 1.5 iliyopita. Yaani zilifika baada ya siku 5. Dabi kama ingefanyika juzi, Benjamin Mkapa iko tayari. Kwa baada ya ile tangazo lao la asubuhi, tumewasiliana na TFF. Na tukawaambia hivi, waambieni hao wakaguzi wa CAF waje wakague leo. Huwezi ukakagua wiki 3 zilizopita, halafu unakuja kufunga uwanja baada ya wiki 3. Leo uwanja uko tayari, tumeshaleta zile mashine, zimekuja, serikali imenunua mashine, tumetengeneza, uwanja uko tayari. Lakini tulitangaza uwanja unakarabatiwa. Uwanja uko kwenye ukarabati. Hizi mechi zinazofanya pale ni kwa maombi, na kusema ukweli ni kwa maombi yao. Sisi wenyewe hatukutaka mechi yote ifanyike pale, kwa sababu ni lazima umwache mkandarasi mpaka amalize. Actually kwa sisi serikali kuendelea kutumia uwanja wakati bado unakarabatiwa inatuongezea gharama. Huu uwanja utakiwa ukamilike mwezi wa 8 mwaka jana. Mpaka leo haujakamilika kwa sababu kila wakati tunatumia uwanja. Sasa nafikiri mmenielewa, lakini tumeshaongea na CAF kwamba waje waangalie uwanja uko tayari, tumesharekebisha na mashine zimefika,
na lile tangazo walitakiwa watuambie kabla hawajalitoa. Nafikiri mmenielewa. Sasa naombeni maswali ya dabi na uwanja yaishie hapa. Tuendelee na maswali ya TRA. Sawa jamani?